Niliporudi mara hii nyingine, na yenyewe pia nilipita bila pasipoti. Sasa wao sijaribu kupita bila pasipoti, sio kasema ndo kanuni, hapana. Mimi nilipita bila pasipoti, na hii pia nilipita hivyo na pia. Nikaenda, mvua zilinyesha sana. Na kule kuna milima, Malawi ni nchi ya milima. Kule kuna milima, kuna mito mikubwa. Nakumbuka gari tulikuwa tumepanda ikatufikisha mahali fulani, ikasema huko hatuwezi kwenda. Na ule mission tulikuwa tufanyia mbali sana, milimani mbali sana, mahali ambako hata basikeli pia hazifiki. Kwa hiyo nikafika mahala, nikachukua bodaboda, ikanipeleka, nikalipa kama 16,000 hivi. Ikaniambia, mtumishi, huko hatuwezi kwenda, maji ni mengi. Mbele kulikuwa na mito kama 13 hivi. Nilivuka mto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, na leo hivyo hivyo napita. Ngoma ikaja kwenye mto wa mwisho. Hapo ukienda huko peke yako au kuna wenzako? Hapo niko peke yangu. Niko peke yangu na begi langu tu. Nilipofika mto wa mwisho, ule mto ulikuwa umejaa sana, kiasi ambacho mimi nikiingia sionekani. Yaani sionekani. Halafu ule mto unashuka ukiwa na kasi, unabeba mawe, umebeba matofali, umebeba mabati, nikavu libomoa majumba huko, umebeba miti, vinashuka vitu. Alafu wananchi wengi sasa wa Malawi wamekaa pembezoni, wanashangaa vitu ambavyo vinapita, kwa sababu hawajawahi kuona, na wao pia mvua ile ilikuwa imenyesha mbali afu nyingi sana. Mimi niko ngambo hii, ni Malawi kwa kini, niko ngambo hii, nataka nivuke mto ili nianze safari kupanda milima nifike kule kwenye misheni. Akili nyingine inaniambia, Beni, hapa rudi Dar es Salaam. Rudi, sababu huwezi kuvuka. Nikiwa nawaza, nikauliza mwenyeji, huu mto ukiwa hivi unapungua baada siku ngapi? Akaniambia, hapana, kwanza haujawahi kujaa kiasi hiki. Na hata ukijaa, kwa sababu unachukua milima mingi, mabonde mengi sana, unaweza kumaliza hata siku 3 mpaka 5, una kasi hii. Kwa hiyo ikitokeaga hivi, huwa mawasiliano huwa yanakuwa hayapo tena. Hata waogeleaji hawezi tena kupita. Nakumbuka nikakumbuka kwamba kuna wakati wana wa Israeli walipita kwenye bahari ya Shamu. Nikaingiwa na imani, huwa naita imani ya kiwenda wazimu. Nikasema nitapita hapa, kwa sababu siendi disco, siendi msibani, siendi kusalimia wazazi, ninaenda kufanya kazi ya Mungu. Nitapita hapa. Nilichokifanya ndani yangu, nikajikuta nina imani kubwa kwamba nitapita. Nikasema kama maji yashaye kutindika mahala fulani Israeli wakapita. Kama Elia yashaye kupiga maji na koti lake, maji yakagawanyika kapita. Hii na apply hapa. Kama nikufa, nitakufa. Kama nikuishi, nitaishi. Lakini namjua Mungu alindaye, mimi hapa napita. Nikavua nguo, kabaki tuna bukta, nikaziweka kwenye begi. Nikaanza kuyakanyaga maji. Nakumbuka wale wa Malawi kuna baadhi yao walitaka kunivuta mkono kunirudisha. Nikaambia niacheni, najua kile ambacho nakifanya. Kule ngambo wananiambia usije, wanaongea Kimalasa, mimi hata siwaelewi. Usije huku, wanaongea Kichewa. Ndani yangu nina imani kwamba naweza kupita. Biblia haija expire. Mungu wangu hajaacha kufanya. Pendwa mtazamaji, ni kama hadithi, lakini ndivyo ilivyokuwa. Niliingia kwenye ile maji, nikajikuta kama vile naanza kuzama, kwa sababu maji chini sikanyagi, juu yamefika shingoni. Wakati mwingine mwingine naingia mdomoni na tema. Juu nina begi, ninaelea, sikanyagi chini. Ni nini kilifanyika mimi sijui, ila nilielea hivyo, nilipita hivyo, nilitembea hivyo, nilivuka ule mto nikiwa sikanyagi chini, na maji juu yanafika shingoni. Mengine yanakuja paka kwenye masikio yananipiga, mengine kwenye nywele, mengine mdomoni, mengine kwenye pua. Nilivuka. Nilijisimika kwa Mungu ambaye hashindwi na jambo lolote. Nilipovuka nikapiga magoti, nikalia
kwa furaha, lakini moyo wangu ulikuwa umeshikwa na Mungu. Nikalia, watu wakasema Nsyoka wa Malawi. Nsyoka maana yake ni mzimu huu, sio mtu. Wakapiga kelele sana, Nsyoka. Kwa hiyo kama vile ni kichocheo, watu wakaja kutoka kwenye majumba yao, kulikuwa na manyunyu, wakaja pale, wananiona kama mimi ni mzimu, sio mtu wa kawaida. Nakumbuka kuna mmoja alikuja akanigusa hivi kwenye mguu, kwamba je, nina nyama kama wengine? Nilipiga magoti nikiwa na bukta. Hapo ule utukufu ulikuwa mwingi, nisingevumilia nivae suruali ndio nianze kumshukuru Mungu. Yaani nilipovuka tu, masikioni huku kuna matakataka, mdomoni huku kuna matope fulani hivi, lakini nimevuka. Chini sikanyagi, mtu ambao umebeba mawe, umebeba kila kitu. Kapiga magoti nikamshukuru Mungu, nikalia sana. Nikamwambia Mungu, nimejua upo na umeniridhia mimi kwenda huko. Mungu ni wa ajabu. Nikatoka hapo, Mungu alinifurahisha. Nilipofika eneo la huduma, yule chifu ambaye nilimkuta mara ya kwanza nilipoenda anatishia mji. Ndo siku nimefika naandaliwa chai, ndio alikuja kupiga magoti kunawisha maji ili nipate kunywa chai. Mungu ni wa ajabu sana. Hakuna jambo Mungu haliwezi. Yule chifu nikamkuta ameokoka, yuko kanisani na alinihudumia wiki nzima, niko pale mpaka siku naondoka. Aliacha uchifu, aliacha uchawi, aliacha kila kitu, anamtumikia Mungu. Nikapata faraja kwamba kwa Bwana Yesu yote yanawezekana. Sambamba na hilo, kukatokea mgongano fulani hivi katika huduma yangu ya kimisheni na huduma hivi. Nimekutana na scenario nyingi sana naitaga power encounter. Napenda kutumia sana neno power encounter, mgongano wa kinguvu kati ya nguvu za giza na nguvu za Yesu Kristo. Hiyo kitu kwenye huduma yangu, kwenye maisha yangu, nimeiona ikifanya vitu vikubwa sana, na imenisaidia kujengeka katika imani na kumwamini Mungu mahali ambapo hapana matumaini. Mimi natoboa napita. Nilipofika kule, mchungaji yule mwenyeji missionary, mama yangu Elizabeth, rafiki yangu ambaye kwa sasa hivi ninavyoongea aliacha kule huduma ikiwa imesimama, kanisa limejengwa kubwa, sasa yuko Zambia kwenye huduma kimisheni. Akaniambia, mtumishi, kuna mganga mmoja hivi hapa maarufu. Huyu mganga anaitwa Nachibona. Huyu mganga ndio anauza nguvu, yani ndio anayegawa nguvu za giza na kuuza Afrika Mashariki na Kati. Alipoongea hivyo nikakumbuka miaka ya nyuma sana, miaka ya 80 kitu 90 pale, watu wengi washirikina wa Mbeya, waganga wa Mbeya na watu wengi tu wanataka mali, vitu vya kichawi walikuwa wanaenda kuchukua kule Malawi. Kumbe yule mganga ndio ambaye alikuwa ndio na ni mzee, nimkuta ni mzee wa miaka karibu 80 na kitu hapo. Ndio muuzaji. Na ni baba ambaye alimejitosheleza. Sio waganga uchwala au unakaa kwenye kibanda kimechoka hapa. Nikamwambia, mama yuko wapi twende? Akaniambia yupo, tumuombe Mungu kwanza. Nikamwambia na shida, tukaomba Mungu. Nikamwambia leo naenda kufumua mizimu. Tukaenda. Tulipofika, kwanza anamiliki milima kadhaa. Na serikali najua anamiliki hiyo milima. Kwa unapofika unaanza kuona atmosphere inabadilika. Yaani hali hewa inabadilika kwamba niko kwenye anga la mtu mwingine. Tukaanza maombi, unanena kwa lugha nini, unajiweka vizuri nini, tunapita mlima wa kwanza, wa pili, wa tatu, tukamfikia yule baba. Tukapiga hodi tukiwa mbali sana. Tuko bondeni kule, hodi. Na lazima ukaribishwe na mizimu. Tukasikia karibu. Basi
Tukaenda na ile mama, tukaenda na mchungaji mwenzangu, tumejifunga nguvu ya imani katika uweza wa Mungu, kwamba Mungu aweza kufanya jambo la ajabu. Kwa sababu tukiogopa sisi, Yesu hatashuka aende ashuhudie mganga yule. Yesu hawezi kushuka tena, anashuka kupitia sisi. Tukaenda, tulipofika pale kamkuta watoto wake, tukamwambia baba yupo. Akasema tuitia kaji yule mzee, tupiga jicho hivi. Akasema karibuni. Kajitambulisha pale, sisi ni wachungaji ni missionary, kuja hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu na kuomba pamoja na ninyi na kuiombea nchi yenu na vitu kama hivyo. Akasema mna uhakika gani na Mungu wenu? Kaambia tu uhakika naye. Akasema sawa, mimi hapa siko peke yangu na wake zangu hapa. Ana mji pale, afu ana wodi za wagonjwa na wagonjwa wake wengi watoka nchi za nje. Tukuta pale kuna Botswana wako pale, watu kutoka Msumbiji wako pale, watu kutoka wapi huko Zimbabwe wako pale. Basi tulipofika pale akaita wake zake na watoto wake wote, kasoro wagonjwa kuruhusu watoke kwenye wodi zao. Kakaa pale chini, nikafungua Biblia, nikaanza kwa shuhudia neno la Kristo pale. Nikaendelea kuzungumza. Katika ulimwengu wa roho ninaona nina mapambano yasiyokuwa ya kawaida. Mapambano, napigana. Lakini kajitia nguvu kwamba kama Mungu ameruhusu tumevuka hii milima yote mpaka tuko hapa, Mungu ayanivusha kwenye ule mto akanibeba, hawezi kuniachia hapa niangamie. Kwa wakati tunaendelea, baadaye nikaona kama wingu hivi, kama ukungu kama moshi hivi ukashuka hivi ukaja ukanifunika. Ule naona kwa macho haya. Ule ukungu ule moshi uliponifunika hivi, nikajisikia nina nguvu ya ajabu, adhifu sijakanyaga chini, sijakaa chini. Yaani nina nguvu ya ajabu. Nikajisikia kuwa na mamlaka ya kutamka. Yule baba akaanza kutetemeka. Nilipoona anatetemeka hivi, nikajisikia kutiwa nguvu katika Yesu. Yule mchungaji wangu mwenyeji missionary Elizabeth akiwa anaendelea kuomba, nenda kwa lugha taratibu, mimi naendelea kusema yule baba. Baadaye nikaona kama vile ana sizi fulani, yani kama vile anaishiwa nguvu. Nikamwambia, niambie uko tayari kuokoka? Akasema hapana, mimi hapa na wagonjwa wengi wametoka nchi za nje. Mimi hapa nauza, ndo yeye pia akajisema, mimi hapa nauza uganga, nauza nauza Kenya. Wakenya wanakuja hapa, Waganda wanakuja hapa, Kongo wanakuja hapa, Zambia wanakuja hapa, sijui Burundi wanakuja hapa, Sudan wanakuja hapa. Mimi nikiokoka na atakayewasaidia. Halafu na wagonjwa kutoka nchi za nje wako mle ndani. Mimi nikiokoka atakayewaponya nani? Nikamwambia hivi, huyu Yesu niliyemleta anaanza kwanza kuponya wagonjwa wako hawa, alafu anakuja kuokoa. Niletea wagonjwa. Sikuzungumza haya kwa akili, nilikuwa kwenye mamlaka isiyokuwa ya kawaida. Yuko Mungu anaishi. Yule baba akaenda akamtoa mgonjwa mbondo, mgonjwa mahututi kuliko wengine wote. Ni mbibi wa miaka 75. Alipokuja yule mbibi wamemleta hivyo, wamembeba, kwanza ameparalyze mwili mzima. Yaani si miguu, si nini, hakifanyi kitu chochote. Pia hasikii. 3, haoni. Kwa amemletea mtu ambaye ameparalyze, hakai, hafanyi chochote. Mikono, miguu imesha paralyze. Haoni uso, macho, hasikii wala haongei. Mdomo umeshapinda. Huku usoni kama umebadilika hivi, kama umekuwa mweusi hivi. Akasema huyu hapa. Yule mama alikuwa anatoka Botswana. Alikuwa binti yake mkubwa. Huyu binti yake alikuwa na miaka kama 50 hivi. Ndio amemleta pale. Nikamwambia binti yake, nikamwambia okoka wewe. Sasa yeye anaongea Kiingereza.
Kwa hiyo ikabidi na mimi ni change sasa lugha, niongelee kwa Kiingereza. Nikamwambia ukiokoka wewe, mama yako anaenda kupona, sababu wewe ndio uliyemleta. Akasema na shida mchungaji, niko tayari kuokoka. Mganga akashuhudia yule dada anaokoka. Mganga akasimama akashika kiuno. Nikamwongoza sala toba yule dada akaokoka. Kumbuka hapo tuko mapolini. Huyo mji uko polini, hana jirani yoyote na kuna tisha kama ni. Nikamwongoza sala toba akaokoka. Nikamwambia sasa naenda kumuombea mama yako anapona. Akaambia mchungaji, haiwezekani. Hata mizimu imesema huyu hafanyi nini? Haiwezekani. Nikamwambia Yesu aliyenileta hapa anamponya mama yako. Nikaweka mikono juu ya yule mama, wamemlaza pale chini. Nikaanza kuomba. Naomba nikakemea mizimu, kemea. Tunaomba na yule mama Elizabeth. Yule mama Mungu ambariki, jasiri, mwanamke jasiri siye kuona duniani. Tunaomba. Nikasikia sauti. Naloloch. Ikabidi fumbue macho. Anasema naloloch ni nani? Yule bibi wa miaka 76 anaongea. Anasema naloloch, kumbe anasema anaona saa niliyoivaa. Kwa mara ya kwanza yule bibi anaona macho yake yamefumbuka. Anaona saa niliyoivaa. Lakini pia anaongea. Nikamwambia, umeona? Akasema akapapasa nani yangu, saa yangu. Watch. Nikajisikia kutiwa nguvu katika Mungu. Nikashika masikio yake nikaombea, yakafunguka pale. Yule bibi alipata, yani tunataka double healing. Yani aliponywa masikio yakaanza kusikia, akaponywa macho akaanza kuona, akaponywa kinywa, ule mdomo ukarudi akaanza kuzungumza, akaponywa mwili wake. Yule bibi kwa mara ya kwanza akasimama. Kwanza akakaa, baadaye tukamuinua akasimama. Mtoto wake akaanza kulia. Alia sana yule mama. Kamgeukia mganga. Nikamwambia huyu ndiye Mungu niliyemleta hapa. Uko tayari kuokoka? Akasema niko tayari. Mungu anatisha sana. Mganga kumbuka kapiga magoti. Yeye na baadhi ya watoto wake. Nikaongoza sala ya toba. Nikaambia naomba niletee vitu vyako vyote vya kiganga nivichome. Akaniambia vitu vya kiganga, mimi uganga wangu sababu ulikuwa ni mkubwa sana, siishi navyo hapa. Vingekuwa hapa vingeshaua watoto na watu wote hapa. Vini vya kusafiri, lazima nisafiri, viko kwenye milima fulani, viko mbali sana. Ni mwendo wa siku kadhaa ndio naenda kuvifuata. Mimi ucha wangu hauishi hapa. Kwa sababu kuja kununua naenda kuchukua kule ndio hapa. Ningeuleta hapa. Yaani mimi kama ambako watu hawaishi. Kwa nikasema basi utakapovileta huyu mama, sababu mimi ndio nilikuwa nimekaribia kuondoka, huyu mama atakuja vichome. Mungu ni Mungu wa wokovu. Hajawahi kumkatia mtu tamaa. Naambiaga watu ukiona mtu anapumua usiseme hili ni mwenye dhambi sana. Hakuna. Damu ya Yesu inaweza kuokoa yeyote. Madhihirisho ya nguvu za Mungu ni kitu kikubwa ambacho kinavunja misingi ya kuzimu, kinavunja minyororo ya kuzimu, na mwanadamu anawekwa huru. Yule mama akaokoka pale, binti yake akaokoka pale, na waliondoka siku ile kurudi Botswana. Unaweza kaelewa. Sasa hizi ni kaunti ambazo nimekutana nazo. Ukiacha hii, kupe nyingine tena. Hii nyingine nilikuwa Kenya. Nilikuwa Kenya, hubiri injili. Baadaye nikawa nimeenda kushuhudia mitaani. Nikafika kwa nyumba moja hivi, nikakuta watu wawili wanatafuna mirungi, wamekaa kwenye benchi. Nikaanza kuwashuhudia neno. Kashuhudia neno, Yesu anaokoa.
Wakauliza wewe ni MTZ? Nikamwambia si mimi ni MTZ. Uko wapi? Hapa. Nikaeleza mkutano mahali fulani. Okay, sawa. Na saa ngapi? Nikamwambia. Nikahubiria neno. Baadaye wakaacha kule milungi. Wakasema tuko tayari kuokoka. Sasa nikamwambia pigeni magoti. Napopiga magoti mimi sijui bwana. Kumbe pale liko kwenye kilinge cha mganga wa kienyeji. Mimi sijui. Wakiwa wamepiga magoti, kumbe wakati naongea nao, yule mganga yuko dirishani ananichungulia, alikuwa amewaacha ameenda kuchukua dawa. Walipopiga magoti alitoka yule baba. Nilibounce, sijawahi kukutana na mwanaume mwenye misuli ya namna ile pale. Mimi najua gym ni nini na nimepiga gym sana, najua na wafahamu watu. Sijawahi kukutana naye uso kwa uso mwanaume mwenye misuli ile. Ni mzee hivi, amevimba vibaya. Akatoka mlangoni akasema, wewe MTZ unafanya nini? Uko nafanya nini hapo? Wachia watu wangu, wachia watu wangu. Anapoongea vile anatema damu. Anaongea damu inatoka kwenye, alikuwa amevaa tu kinaniki kama kikaniki vitu ndo amejifunga kwa chini. Huku yuko wazi. Na chini yuko peku. Anapoongea vile mdomoni mwake anatema damu, inatoka damu inachuruzika kwenye mwili hivi, inachuruzika hivi. Wachia watu wangu, wachia. Wachia watu wangu MTZ wewe, sitaki ukorofi. Sijakuita mimi hapa. Wachia watu wangu. Anamwaga damu, akitema hivi damu inamwagika hivi. Nikajisikia hasira ndani yangu ya Roho Mtakatifu. Nikamwambia siwaachie, hawa sio watu wako. Nikavikwa nguvu nyingine tena ya kubishana na yule mtu. Alikuwa ameshika panga. Akaniambia nakuua. Nikamwambia huwezi kuniua. Huwezi kuniua, nina Mungu aliye hai. Yule baba alisogea. Anavuja damu. Yaani ni kama vile ndani, ni kama vile tumboni kuna bomba la damu, alafu linatolea mdomoni. Sijui ni za nini. Zinavuja zile damu, zatiririka zile damu, zatiririka zile damu. Analoa huku macho mekundu hivi. Nakuua. Nikamwambia, akanyosha panga, nikamwambia mimi huwezi kuniua. Akanikaribia kiasi ambacho akikata tu mimi hapa ananifikia. Nikamwambia hauwezi kuniua na hawa sio mali yako. Hawa ni mali ya Mungu aliye hai. Na naweza kukuombea ukafa wewe. Akaniangalia wewe. Akaniambia toka kwa nyumba yangu. Nasema toka kwa nyumba yangu. Nitakuitia mwizi. Toka kwa nyumba yangu. Baadaye nikawageukia wale watu. Nikamwambia napatikana mahali fulani hivi. Njoni. Yule baba baadaye akakaa chini. Kama mtu aliyeishiwa nguvu, akakaa chini. Wale watu nikaondoka nao. Nikaenda kumalizia kuongoza sala ya toba. Na jioni wakaja kwenye mkutano. Wewe ambao unaogopa wachawi, unaogopa nguvu za giza, hii ikupe kuelewa kwamba tuna Mungu. Biblia inasema nitalijenga kanisa na milango ya kuzimu haitaliweza, haitalishinda. Mimi ni shuhuda wa jambo hili. Sio kwa sababu namjua Mungu sana, mwana maombi sana, hapana. Ninaamini katika Mungu mwenye nguvu. Ipo nguvu ya kutusaidia. Kwa hiyo nikutie moyo. Pengine mchungaji unanisikiliza, mhubiri unanisikiliza, umekutana na vitu vingi, nisikilize. Yuko Mungu anaishi. Mimi nishawahi kukimbiwa na waganga wawili. Mganga wa kwanza nikiwa pale Msimbazi Center karibu na kanisa ambalo sasa liko kanisa letu. Nilikuwa naishi pale kabla kanisa haijajengwa wala hatujui kama patakoje kuwa na kanisa. Kuna mganga kutoka Tanga anaitwa Dr. Kavumo. Alikuja akahamia pale. Wakati amehamia pale siku moja naamka asubuhi nakuta kwenye mlango jirani kuna shuka limewekwa pale limeandika Dr. Kavumo kutoka Handeni Tanga, anatibu sijui hiki na hiki, hiki na hiki, hiki na hiki, ameorodhesha magonjwa, pete za dhahabu, pete za bahati, mapenzi, sijui nini, kila aina ya utajiri. Nikajisikia vibaya. Nikasema mimi nina Mungu, natoka mlango huu. Huyu ana mapepo,
anatoka mlango huu. Inawezekanaje kambi mbili tofauti zikakaa mara pamoja? Kaambia hapana, mimi bwana, ni hii vita mimi naiweza katika Mungu wangu, mimi naipigana. Na huyo jamaa alikuwa maarufu, kumbe alikotoka, kwa sababu alipohamia tu pale siku chache, lakini tunaona viongozi wa serikali, mavieti anapakiwa pale, maprado manini, watu wanakuja pale, wanakuja kuagua pale. Mimi nikajisikia vibaya. Kuna mpaka viongozi wa serikali wengine wafahamu kabisa anakuja kuagua kwa mganga wa kienyeji. Alafu wakati sisi makanisani tunawaombea kwamba Mungu wabariki viongozi wetu, wasaidie, waponye. Nikasema no, hii haiwezekani. Siku moja ilikuwa mida ya saa 6. Sikwenda kazini, katoa nikiwa nafanya biashara zangu Kariakoo. Nikamfuata, nikaingia, nikamwambia hodi. Dr. Hodi, akasema karibu. Nikaingia. Sharti ilikuwa unapofika chumbani kwake, kabla hujaingia lazima uvue viatu nje. Mimi nikaingia na viatu. Akaambia mbona unaingia viatu sijui nini? Nikamwambia ndo shaingia. Kaambia nasikia ndo Dr. Kavuma. Akasema ndio. Nikamwambia mimi naitwa Benedict Mwegombe, mhubiri wa Injili. Akaambia unasema nini? Nikusaidie? Nikamwambia huna cha kunisaidia, ila mimi nimebeba msaada wako wewe. Unaweza kunisaidia kitu gani wewe? Akatoa maneno ya kejeli. Nikamwambia nisikilize, nimemleta Yesu Kristo. Nikamwambia nimemleta daktari wa madaktari, na kwa kuwa pia ni daktari, najua huyu daktari niliyemleta, kama ukimpata wewe utakuwa daktari bora sana kuliko ambavyo uko sasa. Akasema daktari gani? Nikamwambia anaitwa Yesu. Nilipotamka tu Yesu akasema astaghfirullah. Astaghfirullah. Baadaye akasema tutoke nje, mizimu yangu haipendi hilo jina. Tukatoka nje, tukakaa kwenye kibaraza changu mimi. Ndio ambao nilikuwa nimepanga kwa kibaraza. Nakumbuka tulikaa pale kuanzia saa 6 ile kuelekea kwenye saa 7. Nikaanza kumshuhudia yeye amebeba Qur'an, mimi nimebeba Biblia. Nikamshuhudia na anatoa maandiko yake huko, vifungu vyake, na mimi navitoa. Namshukuru Mungu. Qur'an naijua kidogo, si sana. Kwa wakati mwingine nikawa natumia hiyo Qur'an yake kuongea naye. Tuliongea toka saa 6 ya mchana mpaka saa 6 ya usiku, masaa 12 non stop. Anaweka ninaweka. Baadaye nikamwambia nisikilize, sasa nimekuambia ukweli ambao umeshindwa kukubali. Wakati naongea hivyo, nakumbuka kulikuwa na wanawake wa ule mji pale Msimbazi Center, walikuwa wamekusanyika kwenye ule mtaa wakinionea huruma. Mimi nilikuwa ninapendwa sana majirani zangu sababu kwa namna niliishi navyo. Wakawa nasema jamani, kaka Beni atakufa. Wanaongea na usikia atakufa. Nakumbuka siku ile wale wanawake na baadhi hawakupika majumbani washuhudia ile vita kati ya Beni na Dr. Kavuma. Wengi hawakupika. Kama nikupika naanza usiku sana kupika. Baadaye nikamwambia Dr. nisikilize. Neno la Mungu lina nguvu. Umeshindwa kulielewa. Sasa turudi kwenye jambo la pili. Tuje kwenye nguvu sasa. Kati ya nguvu ya Mungu wako anakupa maono usiku na kuchimba madawa, na Mungu wangu mimi namwamini. Akaniambia kivipi? Nikamwambia mimi nakupa kazi. Wewe si mchawi? Wewe si mganga? Wewe unajua kuroga? Akasema ndio. Nikamwambia usiku wa leo ita ndugu zako wote wa kutoka Bagamoyo, kutoka Handeni, kutoka Korogwe, kutoka Tanga mjini, kutoka kokote kule, ita wote ambao unajua huwa mnaloga na mna majini ya kutosha, njoni kwenye chumba hiki hapa mje mloge. Nilipoongea vile, kumbuka dada moja alipiga kelele akalia sana. Yule dada ni mama of course. Akasema Beni, acha Beni. Nikamwambia mumjue Mungu nilie naye. Hamumjui. Niko serious, hakuna kucheka. Nikamwambia kwa dokta mje leo kuniloga. Nikamwambia mkinigusa, sio tu kuniloga, yani kufanikiwa tu kugusa mwili wangu, mniamshe kwa Beni tumefika bwana, wewe tumekufikia.
Mkifanikiwa kunigusa mimi asubuhi kukicha na kuja kuagua kwako, na badili dini na mimi nakuwa mganga kama wewe. Nacho Kristo, nitakuwa namtumikia Mungu asiyejua. Kwa hiyo ndo kazi nakupa. Akasema na uhakika, nikamwambia na uhakika. Kusanya watu wako, usije peke yako, kusanya watu wako. Ili waje wao mashuhuda wa kile ambacho utakipata. Kwa kusanya. Akasema na shida. Tukafinga pale kwa vidole kabisa, tukaita watu, njoo kati hapa tuone kitakachotokea leo. Nina nguvu ya Mungu sio kwa kawaida. Akapinga pa. Kumbuka hapo ni bacha, hata kwa sijaoa. Nikaingia ndani. Sikuwa nakumbuka hata kula sikula. Mchana sikula, usiku sikula. Nikaingia ndani, sikukumbuka kama kuna chakula kinatakiwa kuliwa. Nikaambia Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu sasa nalala. Jina lako litukuzwe. Kalala. Sikuomba Mungu nilinde ili wakija sinikutee, sio ningeambia hamna. Nilikuwa nawakilisha mbingu mimi. Nilikuwa sizungumzia ufalme wangu, nazungumzia ufalme wa Mungu. Nilimshukuru Mungu sana kwa sababu naenda kulala sasa. Kapumzika. Ile siku ndio siku ambayo sijawahi kugeuka. Mtu akilala anaweza kageukia hivi, kageukia hivi. Mimi sikugeuka. Yaani nililala upande ule nililalia mpaka asubuhi. Nimeamka 12:30. Nikafungua mlango. Moja kwa moja nikamfuata Dr. Kavumo. Nikamwambia, "Dokta, upo?" Kimya. "Dokta, upo?" Kimya. Nikafungua kimlango kile pale, nikaingia nikakuta yuko mla na swali. Nikamwambia, "Upo?" Akaniangalia. Akasema, "Wewe ni mchawi sana wewe. Mchawi sana wewe." Nikamwambia, "Mimi tena nimekuwa mchawi tena? Sisi tulikuja hapa tumekuta maji matupu tu. Maji yanatiririka matupu tu hapa. Wewe mchawi sana wewe, umebadilika, umekuwa maji, umekuwa bahari." Nikamwambia, "Huyo ndiye Mungu anaitwa Yesu Kristo Mnazareti aliye hai." Nikamwambia, "Sasa ni moja kati ya mawili. Ni ama unaokoka ama unakufa. Vinginevyo huu mlango unaofunga leo hawezi kuishi. Haiwezekani Yesu asemwe mule alafu shetani asemwe." Nikamwambia haiwezekani. Kwa chagua. Kaambia nakupa siku hizi 2. Katoka. Wale majirani asubuhi ametoka, "Kabeni, upo?" Nikamwambia, "Nipo." "Jamani hajalogwa. Jamani yupo, kumbe hajalogwa. Jamani." Nikamwambia, "Na Yesu." Kesho yake ilipofika ilikuwa ni saa 11 alfajiri. Dirishani kwangu ndio kuna kauchochoro kama mtu kupita anapotaka kwenda barabarani huko akapande magari. Nikakuta kuna kitu kinakwaruza hivi. Nikaamka nikasema, "Hii ni nini?" Anga nikuta mbona kama begi lile. Nikatoka nje. Kama labda kuna wezi labda. Nakuta Dr. Kavumo amekusanya kila kitu. Anaondoka. Nikamwambia, "Dokta, nimekuona. Unaondokaje bila kuaga shehe?" "Subiri, aga majirani na uambie Mungu wa Beni amenishinda. Usiposema hivyo, usafiri hupati, utapata ajali, unakufa njiani." Mimi nimesema. Aga watu. Bwana, unajua bwana, nimefiwa na babangu mdogo." Nikamwambia, "Aliyefiwa haondokagi na nyumba nzima." Nikamwambia, "Rudi." Nikamshika shati, kumbuka saa 11 asubuhi, giza hivi. Nikarudi paka chumbani kwa, nikamwambia, "Aliyefiwa anahama na manyanga. Unaenda kuagua msibani? Umebeba mpaka mkeka, vile vipembe alikuwa navyo, ilikuwa na vipembe vingi sana jamaa yule. Kavibeba." Nikamwambia, "Ita watu waage kwamba Mungu wa mjamaa huyu kanishinda. Vinginevyo unakufa wewe." Mimi nimesema hapa. Na neno langu silibadilisha. Ilibidi aanze kuja, "Jamani, mimi naondoka." Wakatoka baadhi ya wamama, wakaka, wa baba nini. "Mimi naondoka jamani, mimi naondoka, narudi kwetu Handeni. Mungu huyo jamaa ameniambia." Hilo ndio neno nilikuwa nataka kulisikia, kwamba Mungu wa jamaa ukanishinda. Ondoka. Akaondoka. Nikamtukuza Mungu aliye hai.
nikamtukuza Mungu aliye hai. Mganga mwingine mwaka 2007